alituacha kwa broad base. Ndio maana tunasimama na William Samoei Ruto. Na mimi kile nataka kuambia tutama, sio? Sawa. Wabunge wa chama cha ODM wakiongozwa na mwakilishi wa kinamama katika kaunti ya Nairobi, Esther Passaris, walipigiwa kelele kwenye mkutano upande wa Kamkunji, wakafukuzwa na wananchi kutoka kwa mkutano upande wa Kamkunji, wakadhalilishwa na wananchi kwenye mkutano upande wa Kamkunji, ambayo mara nyingi imekuwa ni ngome ya chama cha ODM kwa miaka mingi, kipindi ambapo mheshimiwa hayati Raila Odinga alipokuwa hai. Ndio sasa ninaelezwa na mwelekezi wangu kwamba wananchi hawa ambao walikuwa kwenye mkutano na women rep wa kaunti ya Nairobi, Esther Passaris, walikuwa wamelipwa tokens ili kuenda kuwasikiliza wabunge wa chama cha ODM, na kisha mkutano ule utakapotamatika wataimba tutam, wataonyesha vidole viwili juu ya hewa, wapigwe picha ili zitundikwe mitandaoni. Lakini umati wa wananchi uliwageuka wale viongozi wa chama cha ODM wabunge baada ama pindi tu women rep wa kaunti ya Nairobi Esther Passaris alipotaja kwamba Raila Odinga aliwaacha kwa serikali ya William Ruto, na hivyo basi watasalia kwa serikali ya William Ruto na watamshikilia William Ruto na watampigia William Ruto kampeni katika uchaguzi wa mwaka kesho. Kipindi ambapo nitakuwekea hii kanda, ninakuomba kwa moyo mkunjufu, chukua sekunde yako 1, 2, 3, like video tafadhali, subscribe, kwa sababu nimegundua wakati mwingine huwa tunatazama kanda bila ya kusubscribe na kulike video. Karibu. Sisi kama wa ODM tuko na ground yetu, na hiyo ground yetu baba alituacha kwa broad base. Ndio maana tunasimama na William Samoei Ruto. Na mimi kile nataka kuambia tutama, sio? Sawa. Sasa kwa sababu pale baba alituacha, atatafuta. Sawa. Sasa kwa sababu baba alituacha ndani ya broad base, sisi tunatafuta vile ile jinsi tunaweza kufanya na William Samoei Ruto ili sisi sote tuangalie majamii. Ile kitu nataka kusema, tafadhali wa mama tuwe wapole, kwa sababu mama lazima tuwe na jinsi ya kuzungumza pamoja. Sisi sote tumesema ni tuta, si ndio? Ni tuta. Tunakubaliana hapo. Lakini ile kitu nataka kuambia, hapa Nairobi kutoka Friday, sisi tulikuwa kwa Amurua tukizika mwenzetu ambaye aliaga. Tulipokuwa huko kulikuwa kuna floods hapa Nairobi. Watu kama 20 juu wamekufa. Kitu nataka tufanye, tusimame tafadhali ili tukumbuke wale ambao wamepoteza maisha zao. Tafadhali tusimameni, tukumbuke wale ambao wamepoteza maisha yao. Tafadhali tusimame, tuende kimya kidogo, tuheshimu. Kuna kitu ambacho kinaendelea kudanganya viongozi wa chama cha ODM kwamba wamsapoti William Ruto, eti kwamba watarejeshwa kwenye viti vyao mbalimbali na wananchi. Wacha nikuambie, viongozi wengi walikuwa wamezoea kushikilia koti la Raila Odinga. Raila Odinga anawapigia kampeni, wanashinda viti.
this time round 2027 hapata kuwepo na mahala pa kushikilia. Itabidi waweze kujipigia kampeni, na wananchi hawataenda kupiga kura eti kwa sababu wewe ni kiongozi wa chama cha ODM, eti kwa sababu wewe sijui unajua kupiga kelele kumuuza William Ruto. Hapana. This time round wananchi wataenda kupiga kura wakiangalia yale maendeleo ambayo umeweza kuleta kwa ground, wakiangalia ile miswada ambayo ulifikisha bungeni kuwasaidia wananchi. Wataangalia, je, pale bungeni ulipitisha miswada ambayo inawakandamiza wananchi ili kumfurahisha rais, au ulipitisha miswada ambayo itawasaidia wananchi? Katika kanda hii ninaomba nikueleze ni kwa nini wananchi hawataki kusikia stori za William Ruto. Imagine hii ni Nairobi ambayo chama cha ODM kimekuwa kikisema kwamba hapa Raila Odinga alituacha. Hapa sasa imekuwa ni ngome ya Raila. Hatujakataa. Nairobi ilikuwa ni ngome ya Raila. Na Raila Odinga alikuwa na brandi yake ya politics, jinsi ya kuuza siasa zake. Hakuna mtu ambaye anaweza kamuiga Raila. Kitu ambacho unaweza ukafanya ni kuunda brandi yako upya. Hakuna haja ya kusema kwamba sijui utakapotaja jina Raila utachaguliwa. Hapana. Wananchi sasa hivi wanataka maendeleo. Unajua kuna kitu ambacho kinadanganya viongozi wa chama cha ODM kwamba William Ruto hajawahi shindwa uchaguzi tangia alipoanza kuuliza kiti. Watu wengi wanasema kwamba William Ruto hajawahi shindwa kwenye uchaguzi wowote. Wacha niweze kuwaeleza hivi. Huu ndio utakuwa uchaguzi wa kwanza William Ruto kupoteza. Kama kweli mmekuwa mkisema kwamba William Ruto hajawahi shindwa, basi huu ndio utakuwa uchaguzi wa kwanza Bwana Ruto na chama chake cha UDA watashindwa. Trust me. Unajua, nimeona viongozi wengi wa chama cha ODM wakisema sasa kwa sababu William Ruto amekuwa akishinda kwenye viti katika by election 2027 atashinda. Let me tell you, wananchi wengi hawatatoka Nairobi waende kupiga uchaguzi mdogo upande wa Kisii waharibu fair. But 2027 wananchi wengi watajitokeza waende kumfukuza Kasongo nyumbani, waende kufukuza vibaraka vya William Ruto nyumbani, waende kufukuza wale wabunge ambao hawataki kuwafanyia wananchi kazi, wanalinda tumbo zao. Na nimeweza kuambia ukweli, na mimi sijawahi danganya. By elections wananchi hawananga haja nazo, but general election, uchaguzi mkuu, utaniambia. One of the reason ambazo zimefanya wananchi kumpigia huyu Esther Passaris kelele alipotaja jina William Ruto ni kwa sababu wananchi hawajaweza kuhisi hii serikali. They have not even felt the government. Unajua, kuhisi serikali ni kipindi ambapo serikali inafanya kazi, inasongeza huduma karibu na wewe, inateremusha bei ya mafuta, inaunda ajira kwa wananchi, inapunguza ushuru. Haya, tukikuja upande wa karo kwa shule, karo zinapunguzwa kuliko kuongezwa. Hayo yote hii serikali haijaweza kufanya. Karo imeongezwa, wazazi sasa hivi wanalia kulia. Juzi nilisikia President Ruto akidanganya wazazi kwamba chukua mtoto shuleni bila karo, bila uniform. Wengine wakafika shuleni kesho wakarudishwa. Mwalimu mkuu anauliza mzazi, nani alikwambia uleta mtoto William Ruto? Haya basi, peleka mtoto kwenye shule ya William Ruto, penye hataenda na karo na penye hataenda na uniform. So wananchi wamekasirika, hawajaweza kuhisi hiyo serikali. They have not felt the government. Number 2, it is because of misplaced priorities. Yani serikali imeacha kufanya kazi ambayo wananchi wanahisi au wanataka. Wameanza kampeni za mapema, au wameanza kufanya zile kazi ambazo wananchi
wanaona kwamba hazina kipaumbele. Kama sasa hivi unasikia Esther Passaris anatuambia kwamba baba alituacha kwa serikali ya William Ruto, eti kwamba pale ndipo tutakuwa na hatutoki. Badala ya sasa hivi atuambie kwamba okay, mheshimiwa baba alituacha kwa serikali ya William Ruto ndio, lakini sisi kama wabunge tumepigania hili, limekuja kwa ground, tumepigania lile, tumeleta kwa ground, tumepigania hizi kazi zimepatikana. Sasa hivi wananchi wanataka kusikia kwamba wabunge mmeleta maendeleo, lakini sio tu kwanza kutuambia kwamba baba alituacha kwa serikali. Ndio, hatujakataa aliacha ODM kwa serikali, lakini ni maendeleo yepi ambayo yameletwa kwa ground? Sio tu kwamba baba aliacha ODM kwa serikali na sisi tukae pale bila kuona chochote. Ama life member of ODM na siende kupigia William Ruto kura. Haiwezekani. I cannot and I will not. Ndio, hiyo ndio inafanya wananchi hawataki mambo ya William Ruto kabisa. Tunataka kuona ni maendeleo yepi ambayo yameletwa kwa ground kuliko kuambiwa stories za ngonjera. Namba 3 na mwisho, kuna jinsi ambavyo pesa zinatumika vibaya katika taifa letu la Kenya. Badala ya hizo pesa zinapaswa kutumika ama zipaswa kutumika kuunda ajira. Sasa hivi wananchi wanahongwa kwenda kwenye mikutano. Sasa hivi William Ruto alipokuwa Bondo alitoa 20 million kanisa lijengwe. Oburu akatoa 10 million kanisa lijengwe. Gladys Wanga akatoa 1, wengine 1. Hasa wananchi wanajiuliza hizo pesa walitoa wapi? Mshahara wa Oburu ni 10 million. Wananchi wanasema kwamba hizo pesa zingewekwa pamoja. Hatujasema kwamba makanisa yasijengwe, lakini hizo pesa zingewekwa pamoja, zingeunda kazi, vijana waajiriwe, kuliko kuwapea vijana 200, 300 waende kukushangilia kipindi ambapo hakuna maendeleo kwa ground. Sina mengi, lakini ninawaambia hivi, hawa ambao wanatuambia tu kwamba baba alituacha kwa serikali, ni maendeleo yepi ambayo wamepigania yamekuja kwa ground? Tupatane kwa kanda ijayo.